afya. Kwa sababu kama nilivyoeleza NCDs, haya magonjwa haya tulikuwa tunasema ni ya wazee. Sasa hivi yameibuka kwa vijana. Na tafiti iliyofanyika 2021-22 inaonyesha 22% ya vijana wana NCDs. Na hiyo ni ya mwaka huo. Tukiupdate sasa hivi inawezekana ikawa kubwa zaidi. Kwa hiyo vijana wengi unakuta anaanguka tu, nasikia amefariki. Kumbe angeenda mapema, akacheki afya, akaanza kubadilisha utaratibu, including afya ya akili sasa hivi pia inashambulia sana vijana. Kwa hiyo tutumie fursa hii kuwakaribisha na kuwahamasisha kujiunga. Sisi tunaendelea kuja NHIF kuja na vifurushi mbalimbali ili kila Mtanzania kwa level yake aweze kupata bima ya afya. Na kuna walau zile zote za msingi, zile zote muhimu aweze kupata. Hizi zingine za nyongeza anaweza kaendelea taratibu. Daniel aliuliza watumishi wangapi wamechukuliwa hatua. Mpaka nilisema watumishi zaidi ya 15, nikisema zaidi kwa sababu wengine bado wako kwenye mchakato wa kuendelea kufuatilia kwa undani, tuseme investigations zinaendelea. Kwa hiyo kuna hao ambao tayari wameshachukuliwa hatua, lakini kuna wengine ambao majina yao, na of course kuna wale ambao wanaendelea navyoendelea kwenda kwenye kituo kinasema nilishirikiana na fulani na kadhalika. Lakini vile vile mtatusaidia sana. Daktari amesema hapa kuboresha huduma za afya. Kwamba ukishajiunga na bima ya afya si utapewa huduma zako. Tafadhali ukihudumiwa vibaya tuwasiliane. Piga 199. Namba 199. Uwe whistleblower wetu. Hiyo tu wakishajua kwamba wanakuwa reported pia itasaidia. Kuna wengine tumepata taarifa kwamba wengine wakienda kupata matibabu wanashautiwa, mwingine anaambiwa hii bima NHIF hawakavi hii, sisi unatakiwa uongeze, unatakiwa kutop up. Lakini ukipiga simu unaweza kaeleweshwa. Saa nyingine ni kweli, saa nyingine si kweli. Kwa hiyo saa nyingine ni kweli, saa nyingine si kweli. Kwa hiyo ili kuweza kujihakikishia please tuweze kuwasiliana. Lakini vile vile kuna namba ya WhatsApp ambayo unaweza kutuma ujumbe kwa malalamiko, pongezi au maoni yoyote. Ninaweza nikaitaja ni 0738 81 21 21 0738 81 21 21. Kwa hiyo unaweza ukatuma maoni yako, itatusaidia pia na sisi, na sio kwa vituo tu, hata kwa watumishi wetu. Watumishi wetu wakiwa vituoni kule, ukiona mtumishi wetu anaongea lugha nzuri au anakuharass, please mtumie hiyo namba. Vestina aliuliza kwamba mtu anachukuliwa hatua gani ambaye kadi yake imetumika vibaya. Cha kwanza, ile kadi inafungiwa, lakini pili anatakiwa kulipa ile gharama aliyotumia. Kwa hiyo anatakiwa kulipa ile gharama aliyotumia. Kwa hiyo na wengine, na kesi nyingi kama mtakuwa mmezisikia pia zinakuwa handled na PCCB kwa sababu inakwenda kuripotiwa kule. Dr. hujajibu swali la Carlos kuhusiana na Aga Khan. Kwa nini Aga Khan? Sawa. Kwa kweli katika taasisi, wanasema taasisi ambazo zimesitisha kupokea kadi zetu Aga Khan. Ni Aga Khan, sofa ni Aga Khan tu. Na ni Aga Khan, sio Aga Khan yote. Aga Khan ya Dar es Salaam na baadhi kama mbili. Ina kama vituo vingapi? 25. Kuna ngapi? Zile wanaita polyclinics kama 14 hivi. Yeah. Polyclinics zinapokea kadi. Polyclinics zinapokea wanachama wetu. Na kilichofanya kwamba wakasitisha ni kwamba wanasema wao ni high class na huduma. Unajua sisi tuna bei yetu za kulipa. Wenyewe wanasema bei tunayolipa ni ndogo, kwa hiyo hawawezi kuendesha biashara. Ndio maana wametukataa. Lakini in a way na sisi tukaona kama umetukataa Dar es Salaam, mbona mikoani umetukubali. Kwa hiyo tumeendelea na mazungumzo na tuko pazuri. Tunaomba radhi sana kwa wanachama wetu ambao walikuwa wanapata huduma ya Aga Khan alafu sasa imesitishwa, lakini tulitoa mbadala. Kuna hospitali ambazo tulizitoa ambazo zinaendelea kuwapa huduma. Sisi tunaomba radhi kwa usumbufu, lakini mazungumzo yamefikia pazuri. Karibu tutaanza tena kupokea huduma kutoka Aga Khan. Kwa hiyo ni sofa ni hicho kituo kimoja. Sisemi kwamba hakuna malalamiko kwa watu wa huduma. Watu wa huduma pia wana malalamiko yao ambayo tunaendelea kuyakabili case by case. Na kama limoja ambalo nafikiri na nyinyi mtakuwa mmelisikia ni ya kwamba wanasema kifurushi chetu kina bei ndogo.
kuliko wanayoipata sokoni. Kwa hiyo hicho tumempa mtathmini. Unajua naye daktari wa mfuko ni mtathmini, anaitwa actuary. Kwa hiyo tumempa ile malalamiko yao, mtathmini ataran numbers. Tumeingia makubaliano na shirika la kazi duniani ILO, ambaye sasa atapitia vile vitita vyote na kuona sasa anatushauri tunakwendaje, afu ndo tutarudi tena kwa vituo. Na nafikiri ni ile eneo ambalo pia watu wengine wakienda na kadi ya NHIF wanaambiwa huduma hii haipatikani au huduma hii inapatikana lakini top up. Kwa hiyo ni maeneo ambayo nasema mkipata changamoto kama hizo muwasiliane na sisi ili tuweze kusoti hiyo tatizo linapoweza kutokea. Nafikiri Bwana Richard, naona maswali lako limejibiwa vizuri. Bwana Deus, naona limejibiwa kuhusu clubs. Bwana Hebel, mkakati gani wa kufanyia vetting, ameongelea dokta hapo. Lakini kaka Carlos naona pia la kwako limejibiwa. Bwana Magnus lako limejibiwa. Kaka Shaija naona pia imejibiwa. Kwenye changamoto za usajili pia tumeeleza vizuri kwamba bado tuna ile attitude kwamba ukiumwa ndo uende hospitali. Dada Sakina naona upatikanaji wa huduma bora umejibiwa, lakini ukiona huduma unayopata sio bora, tafadhali piga namba ya bure 199 au ile namba ya WhatsApp ambayo nimewapeni. Kaka Ramadhani umesema kutoa elimu kwa makundi. Ni kweli tuna mkakati wetu wa elimu kwa umma, na aliposema mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya afya na masuala ya ukimwi ni msisitizo. Na baada ya pale kama alivyoeleza mkurugenzi hapo ni kwamba tunaenda sasa kwa makundi, lakini msishangae kutuona misikitini, msishangae kutuona makanisani, msishangae kuona booth zetu kwenye malls zote kubwa. Tuna target sasa mikusanyiko yote ambayo ina watu wengi tuweze kuwepo kwa ajili ya kutoa elimu, lakini kushirikiana na vile vituo vilivyoko jirani kwa ajili ya kupima afya na kutoa huduma za karibu na hapo. Davestina nafikiri swali lako limejibiwa, na Dafelista lengo letu ni kufikia 100%. Lakini kama tutakwenda kwa makundi tunajua tutacapture kundi kubwa, lakini vile vile na yale kaya ambazo hazina uwezo pia ni eneo ambalo pia litasaidia sisi kuweza kuwapata Watanzania wengi kupata bima ya afya. Nawashukuru sana kwa maswali mazuri. Naomba kuwasilisha.